Naitwa Hajiri Kapinga. Mimi ni mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi CCM wilaya ya Mbinga. Niko hapa kwa ajili ya kushukuru mafunzo ambayo nilipata kupitia IUCN Bridge wakishirikiana na Yoge pamoja na halmashauri yangu ya Mbinga mji kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. Semina hiyo imekuwa ya manufaa sana kwetu, na mimi kama mnufaika katika semina hiyo imeniwezesha kutoa elimu kwa jamii mbalimbali kulingana na nafasi nilionayo. Nimeweza kuongea na makundi mbalimbali ya watu, wakiwemo jamii ya watu ambao wako wakulima na wafanyabiashara ndogo ndogo walioko Sera, lakini pia niliongea na wananchi ambao wako Nyoni kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. Na sio hivyo tu, lakini pia niliweza kuhudhuria semina ambayo pia ilitoa maelekezo kwa ajili ya maji, na tumeona jinsi ambavyo utunzaji wa maji na mazingira sasa hivi yako vizuri, na watu wameelewa, wanaanza kutumia makaa ya mawe kama mkaa mbadala baada ya kutumia mikaa ya miti na kupunguza ukataji miti. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali, hasa napenda kwa namna ya pekee kabisa nimshukuru Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Tanzania, kwa kuwa kinara na kuja na hiyo sera au jambo la muhimu ambalo nataka Tanzania iweze kuwa katika miongoni ya watu ambao hawatumii tena nishati zile chafu za miti, za kukata miti, badala yake watumie nishati safi ya kupikia. Kwa nashukuru sana serikali, na nashukuru sana IUCN na Yoge kwa kutupa mafunzo na kutuwezesha sasa kutoa elimu hizo kwa jamii. Asante sana. Kwa majina naitwa Saleh Ramadhani Chembula, ni afisa habari kutoka halmashauri ya mji wa Mbinga. Kipekee kabisa napenda kuishukuru IUCN Bridge kwa kushirikiana na shirika la Yoge kwa kutambua thamani ya kuja kuelezea, kwa kutambua thamani ya kuelimisha jamii kuhusiana na utunzaji wa mazingira, lakini pia kutunza vyanzo vya maji yetu hususan kupitia bonde la mto Ruvuma. Binafsi yetu kama halmashauri tumetoa elimu kwa vijana kupitia matukio mbalimbali. Kwanza kabisa kupitia tukio la Mwenge wa Uhuru 2026 ambao kwenye halmashauri yetu mwenge ulipita mwezi wa 5. Kupitia mwenge tulielimisha vijana namna bora ya kutunza mazingira, lakini pia namna bora ya kutumia nishati safi. Kama tunavyofahamu, nishati safi ni ajenda ya taifa saizi, na nishati safi inachangia kwa kiasi kikubwa katika utunzaji wa mazingira. Kupitia Mwenge wa Uhuru jamii ilielimika, hususan ni vijana na wamama, ilielimika namna gani ya kutunza mazingira na namna gani ya kutumia nishati safi. Lakini pia tulifanya tunaweza kusema tulifanya kwa sababu na mimi pia nilikuwa ni miongoni mwao. Mamlaka ya maji safi MIWASA halmashauri ya mji wa Mbinga ilifanya mkutano na wadau. Sawa, ilikuwa kama semina, ukitoa mbali na mkutano, ilikuwa kama semina ya uelimishaji wadau namna gani ya kutunza vyanzo vya maji, namna gani ya kutunza mazingira yetu ili vyanzo vyetu vya maji viendelee kuwepo, viendelee kuwa hai. Na kupitia semina ile wadau mbalimbali, lakini pia wamama, tukizungumzia wadau manake tunazungumzia makundi yote, vijana, wamama, wazee walikuwepo pia, lakini pia walikuwa viongozi wa kata, magavana, viongozi wa kata kwa maana watendaji wa kata na mitaa, lakini pia walikuwepo pia wahusika wa MIWASA. Katika semina ile mgeni rasmi alikuwa ni mkuu wa wilaya, na ajenda kubwa ilikuwa ni namna gani sasa kama halmashauri na kama wadau wa maji tunaweza sasa kutoka katika kutumia vyanzo vya maji vibaya na kuja kwenye matumizi mazuri, nikiwa na maana kwamba tulipata fursa ya kuchangia mawazo namna ya bora ya utunzaji wa vyanzo vya maji, matumizi sahihi sawa ya vyanzo vya kutunza vyanzo vya maji, lakini matumizi sahihi ya maji yetu, kwa sababu imekuwa kuna changamoto baadhi
mtu anakuwa hajali matumizi sahihi ya maji. Nikisema matumizi sahihi ya maji, sijui kama naeleweka vizuri, kwamba tunatunzaje vyanzo vyetu na tunatumiaje maji katika kuzalisha. Tunafahamu maji ni nyenzo kubwa sana katika uzalishaji. Maji unatuzalishia umeme, maji, lakini pia hayo tunatumia katika matumizi yetu ya kila siku katika kuzalisha vitu vingine vingi tu. Tunatumia viwandani pia kufyatulia matofali na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ishu kubwa ilikuwa ni namna gani sasa tunatunza vyanzo vyetu vya maji, lakini pia tunatumia maji katika matumizi sahihi ya uzalishaji, lakini pia ni namna gani sasa tunaweza kutatua changamoto ambazo kama shirika la maji MBIUWASA waliona hii ni changamoto, kwamba washirikishe wadau sasa waseme ni namna gani tunaweza kutatua changamoto ambazo zinatukabili, hususan katika masuala mazima ya matumizi ya maji na uzalishaji wa maji, ikiwa ni kutunza vyanzo vya maji. Katika semina ile pia wadau mbalimbali walitoa mawazo yao namna gani bora ya utunzaji wa vyanzo vya maji, lakini pia ni namna gani tunaweza kutumia maji kwa njia sahihi au kwa matumizi sahihi, pasi ya kuharibu vyanzo vya maji, lakini kuharibu zile chemchemu ambazo zinatupatia yale maji. Ni shukuru Yoge kwa elimu ambayo ilitupatia, kwa sababu ilikuwa ni rahisi sisi kwenda moja kwa moja kutoa ile pendekezo au kutoa wazo ni namna gani tunaweza tukahifadhi vyanzo vyetu vya maji. Kipekee kama serikali, kwanza tunajivunia kwa sababu wanapokuja wadau kama Yoge kuja kushirikiana na serikali kutatua matatizo ambayo yanatokea kwenye vyanzo vyetu vya maji au kuelimisha jamii namna gani bora ya kutunza vyanzo vya maji, inaturahisishia sisi katika kutotumia nguvu kuelimisha jamii, kwa sababu asilimia kubwa unakuta wameshaelimika, lakini pia wanakuwa na uelewa. Kwa mimi kipekee zaidi ni washukuru shirika la UCN Bridge kwa kushirikiana na shirika la Yoge kwa elimu ambayo waliitoa, lakini pia tunaona mabadiliko ni makubwa kiukweli, hususan ni wakazi wanaokaa bonde la mto Ruvuma. Mabadiliko ni makubwa, tunashukuru. Nadhani tukiendelea tukiendelea kuweka nguvu, tunaweza kufikia lile dhumuni au lile lengo ambalo tunatamani jamii yetu iwe hivyo. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Alex Watson Punte, ni mwandishi wa habari kutoka taasisi moja ambayo inaitwa kwa jina la Salvation FM ambayo iko Mbinga. Kipekee ni washukuru sana UCN Bridge pamoja na shirika la Yoge kwa mtizamo wao au ile maono yao ambayo yamefanya sisi leo hii bonde la mto Ruvuma, nikizungumzia wanawake pamoja na vijana, lakini pia mimi naongezea pamoja na wazee. Kwa asilimia kubwa sasa hivi toka tumepata mafunzo yale kutoka katika hili shirika la Yoge, basi tulipata upana mkubwa wa mawazo ya kwenda kujaribu kuelimisha jamii kuhusiana na matumizi bora ya maji, lakini pia kutokufanya shughuli za kilimo sehemu za maji za vyanzo vya maji, lakini pia kufanya shughuli yoyote ile ambayo inahusisha kwenda kuharibu vyanzo vya maji. Lakini mbali na hapo, tumeona sasa hivi kwa baadhi ya sehemu kumekuwa na vitu vingine vingi ambavyo vimeweza kuzalishwa sasa hivi, nikimaanisha kwamba kuna kampuni inaitwa Jitegemee inazalisha makaa ya mawe na imeamua kutumia sasa nishati mbadala kama makaa ya mawe kutengeneza mkaa ambao ndio kutumika sasa kupikia nyumbani na kutokwenda kukata miti ovyo. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tukaona huo ni upana mkubwa ambao Yoge umetusaidia mwisho wa siku na kuendelea kuelimisha wananchi kutumia makaa zaidi kuliko kuni. Umeona? Lakini pia mbali na hilo, kitu kingine kikubwa ambacho tumekiona ni sisi katika utoaji wa elimu. Utoaji wa elimu sisi umetupa nafasi kubwa pana, hususan tunapokuwa katika vipindi vyetu. Mara nyingi tumekuwa tukipokea kero za sehemu za vyanzo vya maji, na mwisho wa siku tunawapa elimu ile ambayo tumepatiwa na UCN Bridge pamoja na Yoge. Lakini pia wakufunzi walitupa ushujaa wa sisi kujiamini kuweza kutoa elimu sehemu zile ambazo tunahisi ndio sehemu kubwa ambazo zinahusika na uzalishaji wa maji. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa nishukuru serikali kwa kuweza kuwapa upana mkubwa hawa Yoge na kuweza kutuchagua sisi kama waelimishaji wakubwa kwa wenzetu katika suala zima la utunzaji wa vyanzo vya maji.